Karibu katika sehemu ya pili ya simulizi yetu hii. Mara ya mwisho tuliishia hapa wakati Seba anakubali masharti ya utajiri wa mganga na kupatiwa kuku wa mizimu ambaye alikula punje 5 tu za mahindi, ambazo ni sawa na miaka 5 ya Seba atakayoishi duniani akiwa tajiri mkubwa sana. Je, unataka kujua ni nini kilitokea baadaye? Kwa jina la Yesu, toka! Sasa kabla sijaanza sehemu ya pili ya simulizi hii, hebu kwanza like kisha ni follow au subscribe. Alafu niandikie kwenye komenti kuwa unaangalia simulizi hii ukiwa wapi na ni yapi maoni yako. Okay, tuanze simulizi yetu. Kisha mganga akampa sharti la nyongeza lenye uzito wa kilo 1000. Katika miaka hii 5, huruhusiwi kuzaa mtoto. Siku ukipata mtoto tu, unakufa siku hiyo hiyo, au mtoto huyo atageuka kuwa jini litakalo kula nyama yako. Seba alikubali shingo upande. Alikabidhiwa furushi la mfuko wa sulpate lililojaa pesa na kuambiwa kuwa mfuko huo hautapungua pesa kamwe. Seba alirudi Dar es Salaam sio kama Seba yule wa zamani. Ndani ya mwezi mmoja, jina lake lilibadilika. Alijulikana kama Boss Seba au mfalme wa Dar. Alinunua jumba la kifahari Masaki. Alinunua Range Rover, Ferrari na Benz. Alifungua makampuni ambayo hata hakujua yanafanya nini, lakini yaliingiza mabilioni. Pesa ilikuwa nyingi kiasi kwamba alikuwa akigawa barabarani. Zuena, yule mpenzi wake wa zamani, alipomsikia na kumwona kwenye magazeti, alijaribu kurudi. Seba alimfanyia kitu cha kikatili. Alimwalika Zuena kwenye sherehe kubwa, akamtambulisha mbele ya watu kuwa ni ombaomba na kumpa walinzi wamtupie nje kama mbwa, kisasi cha jinsi alivyofanyiwa. Lakini kadiri siku zilivyosonga, ndivyo amani ilivyopotea. Mwaka wa kwanza uliisha kwa starehe tupu. Mwaka wa pili, Seba alianza kuota ndoto mbaya. Kila akilala, anaona wale watu waliooza kule kuzimu wakimuita, Seba, muda unakaribia, njoo ungue nasi. Mwaka wa tatu, Seba alianza kuumwa magonjwa ya ajabu ambayo hospitali hazikuyaona. Alikuwa akikohoa wadudu, na usiku alikuwa akisikia sauti ya yule kuku akiwika chini ya kitanda chake. Mwaka wa 4, hofu ilimtawala. Aligundua kuwa utajiri hauna maana kama unahesabu siku za kufa. Magari ya kifahari yalionekana kama majeneza ya chuma. Jumba lake la kifahari lilionekana kama kaburi. Seba alianza kutembea na walinzi 10, lakini alijua walinzi hawawezi kuzuia kifo cha kishirikina. Kila akimwona mtoto mchanga barabarani, alikumbuka sharti la mganga, usizae. Hii ilimuumiza sana, kwani alitamani kuacha mrithi, lakini alijua ni hukumu ya kifo. Ilipobaki miezi 3 kabla ya miaka 5 kutimia, Seba alichanganyikiwa. Pesa zake hazikuwa na ladha tena. Alikumbuka maneno ya wahenga, uhai ni mali. Alianza kuhaha. Kwa jina la Yesu, toka! Tunakuamuru, ondoka sasa! Alienda makanisani kuombewa, lakini kila mchungaji alipojaribu kumwombea, alikuwa anaona giza na kukimbia, au Seba alikuwa akitapika vitu vya ajabu kama misumari na nywele, na mapepo yalisema, huyu ni wetu, kashauzwa. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Alienda kwa masheikh bingwa wa kusoma kisomo, lakini walimwambia, kijana, hili agano ni la damu nzito, umekula na kunywa na ibilisi, koba yake ni ngumu sana. Akiwa amekata tamaa, alikumbuka kurudi kwa Chifu Zee la Mapene kumuomba msaada. Alipofika nyumbani kwa chifu, alikuta msiba. Kuna nini kimetokea humu? Chifu alikutwa amefariki tu ghafla. Waliambiwa chifu alikufa ghafla usiku uliopita akiwa usingizini. Uso wa chifu ulikuwa umekunjamana kwa hofu, kana kwamba aliona kitu cha kutisha kabla ya kufa. Seba alijua muda wa chifu ulikuwa umeisha pia. Seba alibaki peke yake. Siku zilizidi kuyoyoma. Ilibaki wiki moja. Ilibaki siku 3. Ilibaki siku moja. Siku ya mwisho ilipofika, Seba alijifungia chumbani kwake katika jumba lake la kifahari. Alizungukwa na mabilioni ya pesa, lakini alikuwa akitokwa na machozi ya damu. Saa ukutani ilikuwa ikilia tik ta, tik ta,
Ilipofika saa 6 kamili usiku, muda ambao alipaswa kufa, taa zilizimika ghafla nyumba nzima. Baridi kali iliingia chumbani. Harufu ya nyama iliyoungua na uvumba ilitanda. Katikati ya chumba alimwona yule mganga wa Handeni akiwa ameshika yule kuku mweupe. Tafadhali naomba unisamehe kiongozi. Mkataba wako umeisha. Sasa wewe ni mali yangu. Nyuma ya mganga kulikuwa na wale viumbe wa kuzimu aliowaona siku ya kwanza. Seba, mganga alisema, sauti yake ikisikika kama radi. Mkataba umetimia. Punje 5 zimekwisha. Furushi la pesa umelitumia. Sasa ni zamu yangu kutumia nafsi yako. Seba alipiga magoti, akilia na kutoa makamasi, akimwaga pesa miguuni mwa mganga. Chukua zote. Chukua kila kitu. Niachie uhai wangu. Naomba nikawe maskini wa kutupwa lakini niishi. Mganga alicheka, pesa zako hazitumiki kuzimu. Kiumbe mmoja wa ajabu alimrukia Seba. Seba alipiga kelele moja kuu, mama. Kesho yake asubuhi, wafanyakazi wa Seba walimkuta chumbani kwake. Hakuwa amekufa kwa njia ya kawaida. Mwili wake ulikuwa umenyauka kama mtu aliyezeeka ghafla na kufa miaka 100 iliyopita, ingawa alikuwa kijana. Macho yake yalikuwa yamefunguka kwa hofu kuu, na mkononi mwake alikuwa ameshikilia punje 5 za mahindi. Pesa zote ndani ya nyumba zilikuwa zimegeuka kuwa majani makavu ya miti na kinyesi cha mbuzi. Utajiri wa Seba ulipotea kama moshi, ukimwacha akiwa fundisho kwa wengine. Mazishi ya Seba hayakuwa ya kawaida. Siku hiyo, mvua ilinyesha ya mawe maeneo ya makaburi ya Kinondoni. Jeneza la Seba lilipokuwa likishushwa kaburini, radi ilipiga mti mkubwa wa mwembe uliokuwa karibu na kuugawa katikati. Watu walikimbia kwa hofu, wakimwacha mchungaji na wachimba kaburi peke yao. Hakuna aliyejua kuwa pembeni mwa makaburi yale, chini ya mumvuli mweusi, alisimama mwanamke mmoja mrembo lakini mwenye huzuni nzito, akiwa amemshikilia mkono mtoto wa kiume mwenye umri wa miaka 4 hivi. Mwanamke huyo aliitwa Jennifer. Jennifer alikuwa mmoja wa chepuko wa Seba miaka 4 iliyopita, kipindi Seba anaanza kupata utajiri. Seba alipogundua Jennifer ana mimba, alimpa pesa atoe mimba hiyo kwa sababu alikumbuka sharti la mganga, usizae mtoto. Lakini Jennifer, kwa hofu ya Mungu, alichukua pesa zile akajificha kijijini Bagamoyo na kulea mimba hiyo kwa siri. Alijifungua mtoto wa kiume na kumpa jina Baraka. Seba alikufa bila kujua kuwa ana mtoto duniani. Lakini mganga wa Handeni alijua. Mizimu haidanganyiki. Wakati udongo wa mwisho ukitupwa kwenye kaburi la Seba, mtoto Baraka alimvuta mama yake na kunong'ona kwa sauti nzito isiyoendana na umri wake. Mama, mbona huyu baba analiwa na nyoka wakubwa? Na mbona ananiita twende naye? Jennifer alishtuka na kumziba mdomo mwanaye. Nyamaza Baraka. Usiongee hivyo. Lakini Baraka aliendelea kukodoa macho kaburini, mboni zake zikibadilika rangi na kuwa nyeupe kwa sekunde chache. Jennifer alijua siri imefichuka. Laana ya baba haikuishia kaburini. Wiki moja baada ya mazishi, maajabu yalianza kutokea nyumbani kwa Jennifer, Bagamoyo. Usiku wa manane, Jennifer alikuwa akiamshwa na sauti ya kuku akiwika ndani ya chumba chake, ingawa hawakuwa na kuku. Alipowasha taa, sauti ilipotea. Lakini kibaya zaidi kilikuwa kwa Baraka. Baraka alianza kubadilika tabia. Alikuwa akiamka usiku na kukaa kona ya chumba akiongea na mtu asiyeonekana. Tafadhali nenda zako. Usinidhuru. Mimi niko peke yangu hapa. Sitaki mahindi. Baraka alisikika akinong'ona. Babu anasema nile mahindi niwe tajiri kama baba, sitaki. Siku moja, Jennifer alirudi kutoka sokoni na kumkuta Baraka amekamata paka wa jirani. Alikuwa amemnyonga paka huyo na alikuwa akijaribu kumuuma shingoni kunyonya damu. Ni noma sana. Hebu leo tuishie hapa, tukutane tena kesho katika sehemu ya 3 ambao ndio fainali ya simulizi yetu hii. Na ndio tutajua mbivu na mbichi juu ya kijana huyu mdogo Baraka, asiye na hatia, kuwa na yeye maisha yake yatakuwaje. Je, atafuata njia ya baba yake au itakuwaje? Hebu weka maoni yako kwenye komenti hapo chini. Mimi ni yule mfalume kifaru jitu la mwituni, King Rhino MC Seba, ambaye ndio mtayarishaji wa simulizi hii. Tukutane tena katika wakati mwingine na asante kwa kuangalia.